Sasa sikilize, kuanzia leo ni marufuku kutoka ndani ya nyumba hii, na ukole kunienda ruhusa kwenda kuonana na ex wako. Unaelewana? Na baada ya kumaliza kuongea na simu, naomba ufute na mama yenu sasa hivi. Amefariki? Sabra alikondo. Mimi nimekuja, nilikuwa nataka kujua mwafaka wa ndoa yetu kwaje. Mkangu, ina maana majibu ya daktari hujaelewa? Nimeelewa vizuri, lakini daktari alisema kwamba tunaweza tukafunga ndoa na tukaishi katika ndoa yetu. Wewe kipindi hicho ukawa unajikinga na usipate maambukizi, si ndio hivi alivyosema daktari? Wapi Mkangu, hilo swala haliwezekani. Nimejaribu kuongea na wazazi wamekataa kabisa. Upande wa pili wa Mr. Mkangu, ndio tumejaribu kutazama vipimo vyetu, majibu yanaonyesha kuwa una maambukizi ya HIV. Kwa sababu eneo hili lilikuwa limezungukwa na saa. Sio ulikuwa umeshatunga. Na sasa hivi nimekusafisha ndio sasa shemeji kujikaza. Ukiona chozi lingine linanitoka, niache usinifute, moyoni na mengi, maumivu yanachosha, niache usinifute. Sabra. Abe, poleni sana. Asante. Nimekuja kumwona mgonjwa Mkangu. Vipi, anaendeleaje? Kwa bahati mbaya mgonjwa yuko sawa, na kama unavyoona nimetoka kushughulikia masuala na ameshaingizwa kwenye chumba cha operation. Kwa hiyo kwa sasa hivi huwezi kumuona. Operation? Mungu wangu. Chipa amepelekwa kwa operation. Kwa nini? Alipata majeraha kichwani, kwa hiyo imebidi aingie chumba cha operation ili kupatiwa matibabu ili aweze kukaa sawa. Maskini. Ila atapona tu, Mungu atamsaidia inshallah.
Ya, nami naamini hivyo. Vipi lakini Maida nimemkuta? Maida ametoka ameenda nyumbani, kuna kitu nimemwagiza, kwa hiyo mimi nimebaki hapa naendelea kushughulikia maswala. Poleni sana. Basi Maida akija utamwambia kwa nilifika. Asione kimya. Mimi mwenyewe nilipata matatizo. Hapo unavyoniona naelekea msibani. Msiba? Msiba wa nani tena? Ni mamangu mdogo amefariki. Poleni sana. Amefariki lini? Kipindi ambacho Maida alipigia simu kuwa Chief amezidiwa mjini Mwanza. Hapo kwa nikapigiwa simu kwa mdogo wangu amefariki. Kwa hivyo ndo naelekea msibani. Pole sana Sabra. Poleni sana. Shapoa. Ndo maisha. Basa, ngoja mimi niwe msibani. Itakavyokuwa mtanijulisha. Sabra. Mimi nilikuwa natamani kama utapata muda tuweze kuzungumza kwa hicho ambacho kimetokea mpaka wewe na Chifu mmeweza kutengana, ikiwezekana kuombe msamaha. Mkango, kwani umenikosea? Inahitaji muda na ndio maana nimekuomba ukipata muda tuweze kuzungumza, kwa sababu wala sifurahishwe na Chifu kutengana. Ikiwezekana mrudiane na Chifu, maana hata hili ambalo limemkuta Chifu sababisho kubwa ni usongo wa mawazo, ndio maana nimempelekea akapata uvimbe, lakini na mimi pia ni chanzo. Ukipata muda tuzungumze Sabra. Hapana Mkango, kwa hilo halitowezekana. Mimi kwa sasa ni mke wa mtu. Utanisamehe kwa hilo. Samahani lakini ngoja mimi nikuache. Ngoja niwe msibani. Zara. 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 Matulanga. Ni wewe? Ndo mimi Zara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe? Hivi unamjua Yesu wewe? Sinakuuliza Matulanga. Wewe unamjua Yesu? Matulanga wewe ni shetani. Matulanga wewe ni mtu mbaya. Najuta kukutana nawe katika maisha yangu Matulanga. Naumia kukutana na wewe ukiwa bado mzima Matulanga. Naumia nikikutana na wewe bado unasimama uko imara. Nakuchukia. Kwa nini ulifanya ukatili katika maisha yangu mimi hapa? Kwa nini Matulanga? Wale watu waliowaua wamekukosea nini? Zara, ni kweli mimi nilikuwa mkatili. Nilikuwa mchafu. Lakini nimebadilika Zara. Nimeamua kuwa msafi. Tafadhali, naomba nipe nafasi ya kuzungumza na wewe. Nahitaji kuomba msamaha kwa yote niliyokukosea. Msamaha? Unadhani msamaha nitakaye kupatia wewe utaurudisha uhai wa babangu ambao ulimuua kikatili kisa tamaa zako za kifedha? Sinakuuliza Matulanga, nijibu. Zara, lengo ni kuomba msamaha. Naamini Mungu ana makusudi yake kukutanisha mimi na wewe. Makosa ni sehemu ya viungo vya binadamu. Nimebadilika, nimekuwa msafi sasa. Naomba nisamehe. Hata maandiko matakatifu yanasema samehe 7.
Bwana Mkango, unaonekana una mawazo sana. Na hupaswi kuwa hivyo. Cha msingi inatakiwa tu ufate ushauri niliokupa na uweze kutumia dawa kwa wakati, maana maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Tuna shuhuda za watu wengi sana waliofanikiwa kunywa dawa kwa usahihi na mpaka sasa hivi wanaishi vizuri bila matatizo yoyote. Umenielewa Mkango? Kuelewa. Mdogo wako yuko kwenye chumba cha operation na nilikuwekea dhamana. Vipi, umekuja na hiyo pesa? Nimekuja nazo dokta, na nimeshapeleka sehemu husika. Asante kwa kunidhamini. Sawa, umefanya vizuri. Mkango, mdogo wako alikuwa na msongo wa mawazo. Msongo huo ndio ulisababisha mpaka awe katika hali hii. Nimefanya uchunguzi wa kina na pia nimezungumza na mkewe. Sasa mimi nikushauri Mkango, mrudishe Sabra nyumbani. Maana Sabra ndo kisababishi cha mdogo wako kuwa na mawazo. Maana usipofanya hivyo, mdogo wako tatizo hilo linaweza likamrudia tena. Sabra? Ina maana Maida ndo amekuelezea hayo? Wewe usijali kuhusiana na haya yote. Wewe fanya nilichokuambia. Sawa, mimi naenda. Pole sana. Odi. Odi. Habari yako? Salama, karibu. Haya, asante. Sijui Alex nimemkuta, unaweza ukanitia nizungumze naye? Alex hayupo, msafiri kazi. Huyu mshikaji tatizo simu yangu mimi hapokei, sijui ana shida gani. Sasa unaweza ukanisaidia labda kupitia simu yako niweze kuzungumza naye? Sasa simu yako tu, hata kwangu hapokei, huenda atakuwa yuko busy. So kama kuna shida yoyote unaweza kaniambia, mimi nitakufikishia, maana mimi ni yake. Unasemaje wewe? Ndio, mbona unashangaa? Nashangaa kwa sababu mimi najua Sabra ndo mke wake. Kwa hiyo ina maana Sabra kaolewa mwanamke wa pili? Sabra? Sabra ndo nani? Wewe umjui Sabra? Hapana. Hata Sabra pia umjui? Ndio dunia kizungumkuti. Sasa akija mwambie mimi nina shida naye, au ukifanikiwa kuzungumza naye mwambie Mkango anakutafuta sana. Sawa? Sawa. Sabra hajulikani. Na karibu. Nimefurahi sana kukuona kanisani na nikusiendelea kuwa karibu na Bwana, usiache kuja kanisani hata siku moja. Lakini pia nafarijika kuona hali yako imeimarika, afya yako imerudi sasa. Kikweli namshukuru sana Mungu. Toka nianze kumtumikia Bwana, afya yangu imesimama. Naendelea. Siku zote mtu yoyote ambaye anakuwa karibu na Bwana, Bwana hawezi kumtupa. Lazima afya yake itaimarika, mambo yake yatanyooka. Hakuna yeyote ambaye ameshindwa angalikuwa amemshika wapi. Lakini mchungaji, kuna jambo limekuleta hapa. Hivyo nilikuwa naomba unisaidie. Mchungaji, watu ambao ndio wakoseana hawataki kabisa kuamini kwamba mimi ni Mungu.
hivyo nikuja nishauri nisamehe. Hiyo nisamehe na mimi ndio. Oh, haleluya. Matulanga. Msamaha pekee wa ukweli na msamaha wa dhati ni msamaha kutoka kwa Bwana. Kama Mungu amekubali na ameridhia kukupa wewe msamaha kwa moyo mmoja, wengine ni akina nani? Binadamu si lolote, si chochote mbele ya Bwana. Bwana amekubali kukupokea kwa moyo mmoja. Kwa hiyo usijali sana ya wanadamu. Kitu pekee ambacho nikusihi ni kwamba usiache kumtumikia Bwana, kwa sababu Bwana ameshakubali kukupokea kwa mara nyingine. Hali ya kuwa ulikuwa mkosefu, hali ya kuwa ulikuwa mwovu na machafu mengi sana, lakini Bwana amekubali kutumia damu ya Yesu Kristo mfalme wa Nazareth kukusafisha na kuwa mpya kabisa. Kwa hiyo kitu kingine ambacho naweza kukushauri kwa sasa, hao watu ambao hawataki kuamini kwamba umebadilika, nitatenga muda, nitapata wasaa kuzungumza nao na kujaribu kuwa convince kuona kwamba ni kweli umebadilika, na naamini wanaweza wakanielewa. Asante sana mchungaji. Sisi tulikuwa tunalo. Sawa, lakini kama kuna jambo lingine lolote wala usisite kuniambia. Maana mimi ni mchungaji wetu na nimeletwa na Bwana kwa ajili ya kuwatumikia. Nafanya kazi ya Bwana, lakini pia nafanya kazi ili kuhakikisha na wasaidia wanadamu na wasaidia kwa ndoa wangu wote pasipo ya kubagua. Sisi tunashukuru sana mchungaji. Mimi nadhani Mungu alikuleta kwa sababu yetu. Naam, haleluya. Na Mungu akuleta kwa sababu ya watu wengine. Tunashukuru sana, sana sana. Wala msijali, na hakuna sababu yoyote ya kunishukuru kwa sababu hii ndio kazi yangu. Naipenda sana kutumikia kazi ya Bwana. Na siku zote maandiko yanasema usimnyime mtoto mapigo. Kwa hiyo siwezi kuwanyima mapigo. Haleluya. Basi mwende na amani ya Bwana. Amen. Sisi tukuache ubaki salama. Karibuni sana. Haya. Oh, mke wangu. Sasa hizi mume wangu. Salama? Karibu. Leo nafanya kazi. Fanya kazi hapa namalizia. Didiski inanisumbua sana. Shida ni nini? Didiski. Mdomo wako unasumbua. Lakini ipo sawa. Yeah. Vipi huko ulikwenda? Huko ni salama, ila sio sana. Kwa nini? Mume wangu huko msibani, kila mwanamke ameenda na mwanaume wake, ni mimi tu. Yaani nimekuwa kama sijaolewa vile. Kwa kweli nimejisikia vibaya sana mume wangu. Mke wangu bwana, usiseme hivyo. Nakwambia kitu. Naomba nisamehe mke wangu. Najua nimekosea, lakini naomba nikuahidi kitu kimoja. Sehemu yoyote ambayo utataka kwenda next time, itakuwa mimi na wewe. Hata kama ni pa majonzi au ni pa furaha. Kweli? Nishawahi kudanganya wewe? Unadanganyaga sana. Lini? Lini nimekudanganya mimi? Sawa. Nitashukuru. Basi ngoja niende mlango kabadilishe nguo nioge, maana nimechoka. Sawa. Hivi umekula kweli? Nile nini sasa? Yaani nani amenipikia mimi nini? Yaani nijipikie mwenyewe wakati nimeoa? Mlango hata chai? Nenda kaoge, ukimaliza andaa chakula leta kule. Haya mlango, ngoja nikaoge hapo nikupikie, sawa? Sawa. Wewe mwenyewe unajua kwamba mimi siwezi kula bila wewe.
Sasa kwa wapi tena? Mkwe! Mkwe! Abe baba. Njoo moja mama. Abe baba. Sasa umeniita mwanangu. Sasa nimekaa hapa umenitangia chakula. Sikuoni wewe. Nimekaa hapa nakutizama tu, sikuoni. Na wewe wakati unanipigia simu, umenipigia ukiwa unalia. Umenistusha sana. Unaona? Sasa mimi nimekuja kukusikiliza, unasemaje mwanangu? Hebu niambie kwa. Tatizo nini? Baba, nilifikiria unakula kwanza, tumeweza kula na tuongee. Hapana. Kazini mimi kuna watu nimewaacha, wananisubiri mimi. Kwa maana nataka nikusikilize haraka haraka ili niingie kwenye majukumu yangu kazini. Sawa eh? Ongea tu mama. Sawa baba. Baba, Alex aliniaga anaenda safari kikazi. Lakini nimegundua kwamba haikuwa hivyo. Kumbe Alex hajasafiri kikazi, ameenda kwa mwanamke mwingine. Ndio baba. Ina maana Alex kakuga anaenda kikazi, anaishi na mwanamke? Ndio baba. Yasiwe maneno tu ya kusikia ya kuambiwa na watu ukaja ukavuruga ndoa yako. Hapana baba, la uhakika. Huyo Alex tabia kalisi wapi? Tabia gani analeta? Wewe ndio mkewe mimi nakutambua na mmeoana kwa sheria kabisa ya kidini ya Kikristo. Wewe ndio mkewe. Unajua anapokaa? Ndio baba naye. Nasikia mama? Kwa maana itabidi tutoke hapa. Twende huko kwa Alex anapoishi na wewe mwanamke. Mguu wako, mguu wangu. Mpaka huko anakoishi Alex. Umesikia? Ndio baba. Na nikimkuta ama zake ama zangu. Leo tutajua mbivu na mbichi. Sijui unanielewa? Ndio baba. Huyu mtoto hizi tabia kalisi kutoka wapi? Katika ukoo wetu sisi hatuna tabia kama hizi. Pumbavu sana. Sasa nisikize mkwe. Wewe nenda kajiandae. Mimi namalizia kula hapa. Tukitoka hapa tunaenda huko. Sawa mwanangu? Sawa baba. Haya, hamna neno mwanangu. Aibu gani? Sasa tufungie. Mume wangu. Unanipiga hivyo. Sasa mimi nakutoa afu unanisumbua. Sasa fikiri nifanyeje? Mume wangu. Nini sasa? Unajua tangu siku ile ulivyoniadhibu bado sijapona. Kwa hivyo naumia. I'm sorry mama. Sitakuadhibu tena. Usijali. Lakini pia mke wangu, naomba nisamehe kwa kitendo cha kuweza kukupiga. Unajua nilihisi ni njia sahihi ya kuweza kukufanya wewe uelewe. Lakini kumbe nilikuwa sikufundishi. Yeye nilikuwa nakuumia. Kwa hiyo naomba nisamehe sana mama. Nilifanya vile kwa sababu ilikuwa ni hasira. Sawa. Nimesha kusamehe mume wangu. Ila inabidi ujue kumpiga mkeo sio njia sahihi ya kumfundisha. Mimi nimesoma dini naelewa. Kwenye Qur'ani imeandikwa tuheshimu wanaume zetu. Hivyo mimi nakuheshimu na kukutii. Ila tambua sijakamilika, napokosea. Utafute njia nzuri ya kunielekeza. Na sio kunipiga mume wangu, utaniumiza. Fungua twende. Hiyo nadhani ungeniumiza. Sio ukipata gharama tena kunipeleka hospitali. Usio unanipiga mume wangu. Umenielewa? Basi sawa mke wangu, mimi nimekuelewa. Sitakupiga tena na sitarudia tena kukupiga. Nani? Karibu. Alidanganya kweli ni Muislamu, kumbe ni Mkristo. Sikujua yote haya babangu. Dada, huyu ni mwanamke mwenzangu. Sikuwezi kufanyia yote haya.
Sikupenda kuumiza. Nilikuwa sijui kama Alex ana mke. Naomba nisamehe. Sikujua yote. Naomba nisamehe. Sikupenda kuvunja ndoa ya mtu yoyote yule. Najua inauma kiasi gani. Naomba nisamehe sana. Naomba nisamehe baba. Abdul. Sio jina lake Abdul bwana. Huyu nimekwambia anaitwa Alexi. Alex. Kwani ulifanyia yote haya? Mimi nilifanyia nini lakini? Nilikosea wapi? Singeniambia. Binti. Binti, naomba unisikilize kwanza. Nisikize binti. Binti, nisikize kwanza. Nikwambia ukweli mwanangu, wewe huna makosa. Mwenye makosa ni huyu mshenzi Alexi. Alexi, unafika sehemu unamtapeli mtoto wa watu. Binti, umetapeliwa. Hakuna ndoa. Sisi tunamjua mkwe wetu ni huyu hapa. Alexi, kwa nini unabadili dini? Wewe ni Mkristo. Leo unajiita wewe sijui Abduli. Wewe jina lako litabaki kuwa ni Alex tu. Lakini baba mke wangu mimi kuna mambo mengi amenifanyia ambayo sio. Kakufanya kitu gani mpumbavu wewe? Kwa nini usije nyumbani kushtaki? Ulitakiwa uje nyumbani kuniambia mimi au nenda kwa wazazi wake huyu? Si ndio utaratibu wetu wa Afrika, mpumbavu mkubwa wewe. Alex, unaongea nini mbele yangu mimi? Lakini baba mimi naona. Alex, bado unaongea tena na mimi? Shut up. Shenzi wewe. Binti, naomba unisikilize. Wewe hapo umetapeliwa. Huna mume kwa wastani. Na ili iwe funzo, kabla hajakuwa huyu ungemwambia akupeleke kwa wazazi wake Alexi. Sasa sisi hatukujui. Sisi tunamjua huyu. O sabra, machozi yako ni bahari. Binti, toka. Siri ya maumivu. Sabra, moyo wako bado unapiga kwa upole. Lakini nani atasikia kilio chako? Alipata barua yenye alama ya ukweli mchungu. Maneno yaliyochoma kama moto moyoni. Marafiki wakakimbia, familia kanyamaza. Alibaki na kivuli cha jina lake tu. Kwa nini dunia ina ukatili?